pamoja na kumaliza darasa kama tulivyotaja mwanzoni mwa hii darasa kwamba tumeingia ndani ya masiku bora yaliyokuwa yakijulikana kwa wema waliotangulia, wale ambao wao ni kiigizo chema kwetu, walikuwa wao wakiongeza juhudi katika ibada, masaili ya khairi yote. Na sisi Waislamu yatakiwa tuhitanimike na fursa za khairi, fursa zile zilizokuwa thamina, adhima, alia, ghalia. Jitahidi hizi fursa hizi zisipite bure, isipite kwako wewe msimu wa khairi ukaufanya sawa na usiokuwa msimu wa khairi, ni kupoteza umri wako. Masiku haya ni bora sana. Mtume kasema alayhi salatu wasalam, hiya afdalu ayami dunya, masiku haya ndiyo bora ya masiku yote ya dunia yote. Tazama wewe ni neema kiasi gani kuyadiriki masiku haya. Sasa utakuta mtu anazinduka kwenye misimu mengine ya kidunia, lakini misimu ya khairi wala hazinduki, la wasla lahu wala fasl, yupo tu. Ni jambo la ajabu sana. Kwa hiyo sisi tutanabahi na hili jambo na tusiwe tutapoteza fursa kama hizi za khairi. Jalia Dhulhijja hii iliyoingia kwamba ni kama Dhulhijja yako ya mwisho katika maisha yako, ukujalie hivi, alafu hili jambo likupe msukumo wa kupata faida ndani ya masiku haya. Pata faida ipasavyo, chunga muda wako, hata kama hutofikia kwenye level iliyokuwa kubwa na kikomo kwenye toa, lakini basi usipoteze kwenye mambo ya lagha wakati uliokuwa bora kama huu. Usipoteze. Ukifariki kwenye mambo ya ovyo, wewe umepoteza muda wako, huku pia umepoteza fursa nini iliyokuwa kubwa bora ya thamani. Bali ijulikane kwamba miezi ile iliyokuwa mitukufu, ikiwemo mwezi huu tulioingia, dhambi inayotendwa ndani yake inakuwa na malipo mabaya zaidi kuliko ikitendwa kwenye mwezi usiokuwa mtukufu. Na pia jambo la khairi vile vile likitendwa kwenye masiku haya bora linakuwa na malipo makubwa kuliko kutendwa hilo jambo la khairi kwenye masiku yasiyokuwa bora na matukufu. Kwa hili jambo nimependelea kuikumbusha nafsi yangu na nafsi zenu kadhalika. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.